karibuni sana nyote ambao mmekuja siku ya leo, pengine hukuwa jana, hukuwa siku ile nyingine. Tangu Jumatatu tumekuwa hapa na tumekuwa tukifundisha neno la Mungu na tumekuwa tukigrow ama tumekuwa tukikua katika ufahamu wetu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile tumekuwa tukieleza katika maandiko, Mungu anataka tuendelee kumjua katika neno lake. Mungu anataka tuendelee kukua katika ufahamu wa neno lake, na ule ufahamu ambao wewe unapata, huo ndio ufahamu unabadilisha maisha yako. Maanisha ya kwamba ufunuo ambayo wewe unapata, hiyo ufunuo ndio inabadilisha maisha yako. Yesu aliambia Wayahudi katika John 8:32, aliwaambia mtajua kweli na ile kweli itawaweka huru. So ile ukweli tu ambayo wewe unajua, ni hiyo tu ndio itakuweka huru. Kile haujui haiwezi kusaidia, lakini kile unajua ndicho kitakusaidia. Na mwanadamu huwa anaishi tu kwa extent ya kile ambacho anajua. Huwa hatupiti kile ambacho tunajua. You can only do things in the context of what you know, ama to the limit ya kile wewe mwenyewe unajua. Kwa hivyo na tamanio la Mungu, na juzi nilisoma katika 1 Timothy chapter 2 mstari wa 4. Tamanio la Mungu katika huo mstari ni nini? Mungu anataka watu wote waokolewe, na baada ya kuokolewa kupata kujua yaliyo kweli. So kuna vitu viwili, kuna kuokoka, alafu kile kita change maisha ya Mkristo ni kujua yaliyo kweli, na kweli ni Kristo. Naposema kujua kweli, sio kujua vitu za ulimwengu. Kujua kweli ni kumjua Yesu. Maana katika John 14:6 Yesu anasema, I am the way, the truth and life. Mimi ndimi njia, mimi ndi kweli, na mimi ndimi uzima. So wakati unamjua Yesu, unajua ukweli. Yeye mwenyewe ndiye. So kujua kweli ni kumjua Yesu. Bwana asifiwe sana. Kujua kweli ni kumjua Yesu. Now, jana tulisoma katika Hebrews chapter 1, na nataka nianzie pale. Hebrews chapter 1 kuanzia verse 1. Bible inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Zamani alisema na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. So in the old times, ama in the Old Testament, kulikuwa na vile Mungu alikuwa ana communicate, na mainly alikuwa ana communicate through the prophets. So Mwisraeli angetaka kujua Mungu anasema nini, angetafuta nabii. Bwana asifiwe sana. Angetaka kujua Mungu anasema nini, angetafuta a prophet. Anything prophet anasema ilikuwa ni kama Mungu amesema, because in the Old Testament prophets ndio walikuwa kinywa cha Mungu. Wao ndio walikuwa wanatumika na Mungu kusema. Na in the Old Testament nabii angekulaani, ingekuwa vile amesema. Walikuwa na power, wangesema anything, ungeinterfere na kile anasema na atamke kitu kwako, hivyo ndivyo ingekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo zilikuwa majira zile. Hivyo ndio Mungu alikuwa ana communicate to those guys through prophets katika njia nyingi. Na jana nilikwambia Mungu alikuwa anazungumza na wao in many ways. In burning bush, pillar of cloud, through different kinds of inaitwa theophanies. Mungu alikuwa anaapia katika njia mbalimbali. Saa nyingine malaika wa Mungu anakuja anazungumzia mtu. So kulikuwa na njia nyingi ambazo Mungu alikuwa anazungumza kwa hao manabii, kwa hao watu. Lakini unaposoma mstari wa 2, Bible inasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. So kuna tofauti. Bwana asifiwe sana. Old Testament tunaona alikuwa anazungumza through those prophets, and there are many. You can name them: Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Zephaniah, Zechariah, Malachi,
hata kina Elisha, hao wote walitumika na Mungu kwa taifa, na Mungu aliwatumia kuzungumza kwa taifa. But today tunaambiwa ananena kwetu katika mwana. So leo hatupaswi kutafuta prophet out there atuambie kile Mungu anasema. Tunapaswa kufanya ushirika na maandiko, na tunapofanya ushirika na maandiko tutajua kile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. The problem tuko naye kwa mwili wa Kristo ni kwamba watu wako lazy kustudy maandiko, watu wako lazy kwenda fellowship, watu wako lazy kufanya Bible study, na wanatafuta mtu awaambie kile Mungu anasema. Na unajua kama unatafuta mtu akwambie, hata kama hajasikia chochote kwa Mungu, ameona hii ni opportunity ya kupata kitu, so atakwambia Bwana ananiambia. So ata form something kwa mawazo yake, na atakwambia, na kwa sababu wewe hujui, utaamini kile anakuambia, maana wewe ndio umemtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo imefanya tumecreate watu wengine, tumewafanya miungu, tumewainua, tunawaabudu, tunaenda kwao ndio watuambie kile Mungu anasema, hata kama haiko kwa Biblia. Na kwa sababu wewe haujui, kwa sababu ustadi maandiko, itakuwa rahisi kutekwa nyara na uongo ya mtu. So kumjua Mungu ni wewe unapaswa ustadi maandiko na kujua mapenzi ya Mungu. Fanya ushirika na Kristo, na maanisha ya kwamba the more unamjua Kristo, the more utajua sauti ya Mungu kwako. The more unamjua nani? So maana mwisho wa siku hizi Mungu ananena kwetu katika mwana, ambaye tunaambiwa aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mstari wa 3 unasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Kristo ndiye mng'ao, yeye ndio brightness of his glory, yeye ndio mng'ao wa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nani ndio utukufu wa Mungu? Kristo. So kama unataka kujaa utukufu wa Mungu ni kujaa Kristo. Kujaa utukufu wa Mungu ni kujaa nani? Ni kujaa Kristo. Kutembea kwa utukufu ni kutembea katika maarifa ya Kristo. Yeyote anatembea katika maarifa ya Kristo anatembea katika utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika Kristo ndio kumejaa utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Na tunaambiwa hapa kwamba na chapa ya nafsi yake. So Yesu ndiye mng'ao wa utukufu wa Mungu, na yeye ndiye chapa. Chapa kwa Kiingereza inasema the express image of his person, ama NIV inasema the exact representation. So Yesu ndio image ya Mungu. Ukitaka kuona Mungu unaona nani? Unaona Yesu. Ukitaka kujua Mungu vile anakaa, look at Jesus. Ukitaka kujua vile Mungu anaoperate, look at Jesus. Hallelujah. Ukitaka kujua Mungu anaponya, look at Jesus. Na ukitaka kujua Mungu haui, look at Jesus. Mara mingi tunataka kujua Mungu lakini tunasoma wale watu wa zamani. Tunataka kujua Mungu lakini tuna study Israeli. Tunataka kujua Mungu lakini tuna study Elisha, tuna study Elijah, tuna study hao watu wa Agano Kale. Hawatawahi kukuonyesha Mungu exactly vile inafaa. Yule ambaye anaweza kuonyesha Mungu vizuri ni Yesu peke yake. Katika John chapter 14, ukisoma kuanzia mstari wa 7, kuanzia hii mistari yote ya mwanzo kuteremka, Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Katika mstari wa kwanza aliwaambia, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. So kuamini Mungu ni kuamini nani? Yesu. Nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mstari wa 3, mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena
niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Mstari wa 4, nami niendako mwaijua njia. Yesu anaambia wanafunzi wake, kule ninaenda mnajua njia. Thomas akamuuliza, mstari wa 5, Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? So Thomas akauliza, wewe hujatuambia hata unaenda wapi? Sasa tutajuaje njia ya kufika pale? Walikuwa wanadhani Yesu anaongea mambo ya ulimwenguni. Maybe walidhani anaenda mji mwingine ama taifa lingine ama mahali fulani ulimwenguni. So walitaka awaambie mahali anaenda ndio watajua njia ya kufika. Kwa mfano saa hizi nikikwambia naenda Endebess, utaenda Eldoret, utajua njia ya kwenda Endebess ni hivi. Ukiambia mtu unaenda Nairobi, hautaenda kule, unajua barabara ni hii. So walidhani maybe Yesu anaenda a physical place. Na anawaambia mstari wa 6, Yesu akajibu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya. So kile Yesu anazungumza si mambo ya mwilini, ni mambo ya rohoni, ni spiritual things. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka uelewe ya kwamba once umemwamini Kristo, hatungojei uzima tunao. Hata tukiwa bado ulimwenguni hapa, uzima tunao. Bible inasema wewe ni mwenyeji wa mbinguni. So hatungojei kukufa ndio tuende mbinguni. Vile tunatembea hapa ulimwenguni, wewe ni citizen. Bwana Yesu asifiwe. Vile unatembea hapa ulimwenguni, tembea ukijua wewe ni nini? You are a citizen of heaven. Philippians chapter 3, wacha nisome hiyo ndio nirudi hapa. Philippians chapter 3 verse 20. Sikiliza, Bible inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. So haupigani vita ya kwenda mbinguni. Ulipomwamini Kristo ulifika. Kuamini Kristo ndio kuingia wapi? Kuamini Kristo ndio kuingia mbinguni. Kama mtu hatamwamini Kristo, basi hana huo uzima. Na mbinguni si tu physical things, hatuongelei physical things. Tunaongelea eternal life. That means utaishi na Kristo forever. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha utaishi na Kristo milele. Hautawahi potea, hautawahi angamia, maana wewe uko na uhai wa nani? Wa Kristo. You are in him. So Wafilipi inatuambia, maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. So elewa, kiroho tayari wewe ni raia wa wapi? Wa mbinguni. Kile tunasubiri ni mabadiliko ya nini? Ya mwili. Kile tunasubiri hapa leo, wewe ambaye umemwamini Yesu, ni mageuzi ya nini? Ya mwili. Na unaona 21 inasema, atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. So mimi nataka nikueleze, elewa ya kwamba usipigane vita ya kwenda mbinguni. Hapa saa hii ulipomwamini Kristo ulifanyika citizen of heaven. So kazi yetu hapa ulimwenguni ni kumjua Kristo na kumtangaza kwa wengine. Hiyo ndio shughuli ya Mkristo, ni kumjua Kristo na kumfanya ajulikane kwa wengine, kumjua Yesu na kumtangaza kwa wengine. That is our business. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So si maombi yako inafanya uende mbinguni. Ni imani yako kwa Kristo ilikufanya mwenyeji. Are you getting me? Ni imani yako kwa Kristo ndio imekufanya uitwe mwana wa nani? John chapter 1 verse 12, Bible inasema, wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Wote waliompokea. John 3:16, Yesu anasema, kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu
akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kila amwaminie hatapotea, ako na uzima wa milele. Hallelujah. So wewe mwenye umemwamini Kristo uko na uzima right now. So when you pray, pray with understanding kwamba saa hizi niko na uzima wa milele. So maombi yangu si ndio inafanya niende mbinguni. Maombi yangu ni kumjua Kristo, na the more namjua Kristo ni muhubiri kwa marafiki zangu, ni muhubiri kwa familia yangu, ni muhubiri kwa mataifa. That is our business. Paul anasema, tulikuwa jana Philippians 3 verse number 10, anasema that I may know him. Lengo lake hapa kuishi hapa ulimwenguni ni nini? Purpose kubwa. Regardless ya biashara yenye unafanya, kazi yenye unafanya, shughuli zote ulizonazo, inapaswa ikuwe at the top of your mind. Lengo lako kuu ni kumjua nani? Kristo. Kando na biashara yako mingi yenye uko nayo, purpose kumjua nani? Kristo. Kando na kazi ulionayo, purpose kumjua nani? Kristo. Maana Kristo ndio uzima. Bwana Yesu asifiwe. Katika John chapter 10 verse number 27-28, Yesu anasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua. So Yesu anajua watu wake. Yesu anajua kondoo zake. Na wewe ni kondoo ya Yesu vipi? Katika imani ndani yake. So ulipomwamini ulifanyika kondoo. Na kondoo tunaambiwa wanasikia sauti ya Bwana wao. Na Yesu anawajua, nao wanamfuata. Alafu 28 anasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Yaani maneno ya Yesu mwenyewe. Anawapa uzima wa milele na hawatafanya nini? Hawatapotea. So wewe mwenye umemwamini Kristo Yesu, Yesu mwenyewe anasema hautapotea. Anasema wala hakuna mtu atakaye wapokonya katika mkono wangu. So once umemwamini Kristo, you have life. You have eternal life. Hautapotea. Wewe tayari ni citizen of heaven. Umefanyika mwenyeji wa wapi? Wa mbinguni. Na uko hapa ulimwenguni kama Christ's representative. Uko hapa ulimwenguni kama balozi wa Kristo. Yesu ana rely on you ili habari njema ifikie mwingine. So wewe usipofanya unahinda move ya Kristo ulimwenguni. Usipogrow katika maarifa unahinda manifestation ya Mungu wapi? Ulimwenguni. Watu wenye wanafanya Yesu hajarudi hadi leo ni sisi. Haleluya. Ni nani? Maana Mathayo inasema injili hii itahubiriwa kote ndio mwisho uje. So kama tunataka mwisho uje, usianze kuuliza atarudi lini. Usifuate maunabii ya uongo ya watu kwamba atakuja next year, atakuja mwezi fulani, atakuja tarehe fulani. Imetabiriwa tangu zamani, lakini haijawahi timia hiyo ya hao watu. Tufuate kile maandiko inasema. Kazi yetu si kutafuta kujua anarudi lini. Kazi yetu ni kumhubiri. Bwana asifiwe. Siku atarudi ni shughuli ya Mungu. Lakini sisi kazi yetu si kuchunguza tujue atarudi lini. Kazi yetu ni kukuwa faithful kwa mwito ambao tumepewa wa kumhubiri Kristo kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. So turudi kwa John 14. So Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. So hakuna njia nyingine mtu anaweza kufikia Mungu except through Jesus. The only way ya kufikia Mungu is through Jesus. The only way ya kupata anything from God is through Jesus. So wewe unapaswa ujue, na jana nilikwambia Mungu ameachilia kila kitu chake ndani ya nani? Ya Kristo. Colossians chapter 2 verse 9, Bible inasema utimilifu wote wa Mungu unakaa ndani yake. All the fullness of the Godhead dwells in Christ. Na verse 10 inasema and you are complete. Wewe umetimilika katika yeye. Yohana chapter 3 verse 35, sikiliza hii inasema, Baba ampenda mwana
naye amempa vyote mkononi mwake. Hata Hebrews ambaye tumesoma chapter 1 verse 2 inasema mwisho wa siku hizi amenena nasi katika mwana ambaye amemfanya mrithi wa vyote. So everything ya Mungu is in Christ. Everything ya Mungu is in Christ. So to get anything from God, lazima uamini nani? Christ. Na wewe kama unataka kufurahia kile Mungu amekupea ndani mwa Kristo, basi mjue yeye. Unajua Biblia inasema in Romans 8 verse 16 inasema Roho anashuhudia na roho zetu kwamba sisi ni wana. Na kama sisi ni wana, sisi ni warithi. Sisi ni warithi. Warithi pamoja na Kristo. So kama Mungu amepea Yesu kila kitu na wewe ni mrithi pamoja na Yesu, basi kila kitu ya Yesu ni yako. Kama unataka afya ni yako. Baraka ni zako. Haki ni yako. Power ni yako. Power tayari iko wapi? Iko ndani mwako. Anointing iko ndani mwako. Anointing si chupa. Anointing ni mtu anakaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anointing si chupa. So usitembee na chupa ukasema uko na anointing. That was Old Testament. Hiyo ilikuwa uvuli wa Agano Jipya. Kwa Agano Jipya anointing ni Yesu mwenyewe. Na ako wapi? Ndani yako. Roho Mtakatifu ndani yako ndiye mafuta. Najua kuna watu wanatembea na chupa kwa mfuko, anasema amebeba anointing oil. Hiyo ni bure. Haina power. Haiwezi fanya kitu. The real anointing, hata nisomee. The real anointing iko ndani ya Mkristo. Wacha tusome kwanza 1 John chapter 2 verse 20. 1 John 2:20 inasema nanyi mmepakwa mafuta. Bwana asifiwe sana. John anaandikia waumini. Anawaambia nanyi mmepakwa, haisemi mtapakwa. Anasema mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. So haisemi mtapakwa. A believer is already anointed. Tayari wewe ni mpakwa. Naomba ushike hiyo. Wewe ni mpakwa. Wapakwa mafuta si watu kadhaa. Sio wahubiri tu. Wapakwa mafuta ni wote wanaomwamini Yesu. So kama naongea na wote wanaomwamini Yesu, basi wewe ni nini? Mpakwa mafuta wa nani? Wa Mungu. Verse 27, the same chapter, 1 John 2:27, anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Yale mafuta mlioyapata kwake yanakaa wapi? So mafuta iko wapi? Ndani mwetu. Wakorintho wa kwanza chapter 6 verse 19 inasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani mwenu. Sio aliye kwa chupa. Aliye wapi? Ndani mwenu. Wacha kuweka imani kwa chupa, wacha kuweka imani kwa vifunguo, wacha kuweka imani kwa vivuli, wacha kuweka imani kwa michanga, kwa maji, weka imani kwa Yesu. Haleluya. Kufuli iwezi, kifagio iwezi, maji haiwezi, mafuta ya chupa haiwezi. Yule anaweza ni Yesu. Yeye ndiye anointing ya Mungu ndani mwetu. 1 John chapter 4 verse 4 inasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Mmewashinda. Haisemi hata mtashinda, inasema mmewashinda. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliye ndani yenu. So wacha kutafuta Mungu mlimani, wacha kutafuta Mungu mahali wapi na wapi. Mungu ako wapi? Yeye aliye ndani mwenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. So Mungu ako wapi? Ndani mwetu. Hayuko mahali tunaenda kumtafuta. Hakai na physical places. Leo hii amefanya makao ndani ya wale wanao muamini.
So wewe umefanyika makao ya Mungu. So mafuta ya Mungu iko wapi? In you. Wacha nisome another scripture on that. 2 Corinthians chapter 1 mstari wa 21 na 22. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 21 na 22 inasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Nani amekutia mafuta? Nani amekutia mafuta? Ni Mungu amekutia mafuta. Sio mwanadamu, sio mtu fulani, ni Mungu amekutia mafuta, naye ndiye aliyetutia muhuri. Kando na kutiwa mafuta, umetiwa muhuri. Umewekwa seal. Umewekwa seal. Seal inaonyesha wewe ni mali ya wapi? Ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Every company yenye ina produce anything huwa inaweka product zao nini? Muhuri. Kila kampuni ina produce anything, inaweka vitu zao, inawekewa muhuri. So hata ukaenda nayo wapi, ukatembea nayo wapi, ukaficha kwa nyumba yako miaka ngapi, ikitoka sila itakuwa imechange. Itabaki ni ya wapi? Ni ya Mungu, ni ya hiyo kampuni. So wewe pia once uliamini Kristo, Mungu alikutia mafuta, alafu akakutia muhuri, akatupa arabuni ya roho mioyoni mwetu. Roho tumepewa ako wapi? Ndani mwetu. Haleluya. So wacha kutafuta Mungu wapi na wapi, fanya ushirika na yeye ako wapi? Ndani mwako. Badala ya kumtafuta huko na kule, wacha ikue nataka kufanya fellowship na huyu Mungu ambaye nimebeba ndani yangu. So unaweza jiitoa katika shughuli zako, uende ukatulie mahali, ufanye fellowship na yeye. Haleluya. Ukiamua kwenda mlimani, hauendi mlimani ndio umpate huko, hapana. In fact vile unaenda na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii safari unaenda, umembeba, unaenda na yeye. Ukifika pale unaambia, Baba nimekuja na wewe hapa ili tukue tu mimi na wewe na mazungumzo. Tukue tu na mazungumzo na ushirika. Tukue tu na wewe na ushirika. Nataka nikujue tu, nisikie mzuri, nisikie raha. Amen. Hiyo ndio inapaswa kuwe tamanio na lengo la kila Mkristo. Sio kwenda kukaa huko milimani siku 40 unatafuta Mungu ambaye umembeba siku zote. Yes. Ama unaenda kufunga ndio Mungu akupe pesa. Fanya biashara. Pesa haikuji maana ulifunga. Pesa inakuja maana unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baraka za Mungu hazikuje kwa sababu ulifanya 1 2 3. Wewe katika Kristo Yesu wewe ni nini? Ni mbarikiwa. Sasa wewe ndio unapaswa uelewe umebarikiwa. Open your mouth, speak to your business, speak to your family, speak kwa kazi yako, iongeleshe, uiambie hii kazi imebarikiwa. Kazi ya mkono yangu imebarikiwa. Mawazo yangu imebarikiwa. Nitafanya faida, sitafanya hasara. Hayo ndio maarifa Mkristo anastahili kukua nayo. Na taona victory. Regardless ya difficulties zenye ziko ulimwenguni, Mkristo anapaswa afanikiwe. Regardless ya hukumu ambayo iko ulimwenguni leo, you need to prosper because you have Jesus on your side. Bwana Yesu asifiwe. Romans 8:37 anasema in all these things, katika mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Glory to God. So biashara yetu sasa si kutafuta vitu. Biashara yetu ni kumjua yeye. Maana the more tunamjua yeye, the more tunaelewa kile ametupea. Now, katika John 14, turudi hapo, mstari wa 7. Yesu anasema kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Kama mngenijua mimi, mngejua nani? Unaona, angalia hiyo, angalia vile inafuatana. Kumjua kuna shortcut. Kumjua Yesu ni kumjua Baba. Kama unataka kujua Mungu, jua nani? Hiyo nataka kusisitiza. Kama unataka kujua Mungu, jua Yesu. The more unamjua Yesu, the more ufahamu wa Kristo unajaa ndani yako, the more unamjua Mungu. Hakuna njia nyingine. So Yesu anaambia wanafunzi, mngalinijua mimi, mngalimjua Baba, tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Anawaambia tangu sasa mnamjua.
na hata mmefanya nini? Mmemwona. Yesu anajiongelea mwenyewe, kumaanisha yeye ndio picture, yeye ndio image, yeye ndiye sura kamili ya nani? Ya Mungu. So anaambia hao wanafunzi, mmemwona na hata mnamjua. Philip akauliza, verse 8, Philip akauliza akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Tuonyeshe Baba na hiyo na unasikia hapo nyuma amemwambia mnamjua tena mmemwona. Philip akauliza, hapana, tuonyeshe Baba. So wanafunzi wa Yesu walikuwa so much physical, walikuwa wanatembea kimwili, wanatembea na Yesu lakini wanatembea sana kimwili. Wako na Baba lakini bado wanamuuliza tuonyeshe huyo Baba. Wako na Yesu lakini bado wanauliza tuonyeshe nani? Tuonyeshe. Kama leo tu Wakristo wako na Yesu ndani yao, lakini kwa sababu hawajui, mtu atakudanganya ndio upate Yesu, fanya hivi, ndio upate kitu kwa Mungu, fanya hivi. Na ile hali Yesu ako wapi? Ako ndani mwetu. Mstari wa 9, Yesu akajibu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nani siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Nimekuwa na nyinyi all these days, muda wa miaka ngapi? 3.5, na haunijui Filipo? Imagine kama leo Yesu angekuja atuongeleshe, nini angetuambia? Yaani nimekaa ndani yenu hizi siku zote na hamunijui. Natembea na nyinyi siku zote na hamunijui. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa umeokoka miaka 50, miaka 40, miaka 30, umekaa kwa wokovu miaka mingi, lakini inaweza kuwa haumjui nani? Kumjua Mungu haikuji na miaka. Kumjua Mungu haikuji na miaka mingi yenye umeishi. Hapana, inakuja na kustudy maandiko. Hello. Bwana Yesu asifiwe. So mtu asikudanganye kwa sababu yeye ameishi miaka mingi ukafikiria anajua Mungu. Hapana. Tutaangalia kila anasema, tusikize vile anaongea mambo ya Mungu, vile anaeleza mambo ya Kristo, ndio tujue kweli huyu amekaa kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua Mungu haikuji na how long umeishi. Inakuja na how well you understand Jesus. Vile unajua Kristo ndio tutajua huyu kweli anajua Mungu. Hey, Bwana Yesu asifiwe. So as old as you are, continue studying. As young as you are, continue studying. Are we together? Endelea kufanya nini? Endelea kustudy kumjua Mungu. So Yesu anauliza Filipo, nimekuwa na nyinyi siku hizi zote na haumnijui? Aliyeniona mimi amemwona. Anajibu anasema, aliyeniona mimi amemwona Baba. Hakuna njia nyingine. Mwenye amemwona Yesu. So leo Yesu hayuko physically ndio tumuone, lakini tunamjua katika nini? Maandiko. Tunamjua katika maandiko. So Mkristo anafanya aweke bidii katika kujua Biblia. Na the more unajua scriptures, tulisema scriptures zinaongelea habari za nani? Za Yesu. Scriptures zenyewe haziwezi kukusaidia kama hautamjua nani? Yesu. Unaweza quote maandiko, unaweza quote Genesis, unaweza quote Exodus, unaweza quote Zaburi, unaweza quote Mithali, unaweza quote anywhere in the Bible, lakini kama hauna revelation ya kile una quote, inakuwa ni maneno unaongea ambayo haina nini? Haina power. Are you getting what I'm saying? Kwa hivyo tusisome tu maandiko tukue na scriptures zimejaa kwa mawazo. Hapana, tu study na tukue na ufahamu ya kile tunasoma. Afadhali ustudy scripture moja na uifahamu na i-change maisha yako, kuliko usome Biblia mzima na bado maisha ni ngumu. Are you getting me? Colossians chapter 1 mstari wa 15, nianzie 15. Tunaambiwa naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yesu ndiye mfano, is the image of the invisible God. So uwezi ukaona Mungu
lakini ukitaka kuona Mungu, Kristo. The firstborn of every, mzaliwa wa kwanza katika uumbaji. Yesu ni mzaliwa. Nao kama kuna mzaliwa wa kwanza inamaanisha nini? Kuna wazaliwa wengine. Kama kuna firstborn inamaanisha kuna wengine. Katika John 3 tunaambiwa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. So hapo zamani Mungu alikuwa na mwana wa pekee ambaye ni nani? Lakini Yesu alipokufa akafufuka, hakubaki mwana wa pekee. Hata sisi tunamwamini tunaitwa nini? Watoto wa nani? So title yake sasa ina change, inakuwa sasa yeye si tu the only begotten, inakuwa sasa yeye ni nini? Mzaliwa wa kwanza. So Jesus is our big brother, ambaye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. He is our big brother. Alisacrifice uhai wake ili wewe na mimi tuwe na uzima katika yeye, ili leo tupate ukombozi. Katika yeye tumepokea ukombozi, katika yeye tumebarikiwa, katika yeye tumekamilika. Wakorintho wa kwanza chapter 1 verse 30, 1 Corinthians chapter 1 verse number 30, Bible inasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo. So unaona haya mambo si utendaji wa mtu, ni matendo ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndiye ameyafanya ili wewe upatikane ndani ya kwa yeye, by his doing. Mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. So Yesu ndiyo hekima ya Mungu kwako. So kama uko na Yesu, uko na hekima ya Mungu na haki. Kama uko na Yesu, uko na nini? Amefanyika haki. Haki inamaanisha right standing with God. Yaani wewe na Mungu hakuna kitu ambacho kinakutia dosari. Ukisimama mbele ya Mungu anakuona safi, anakuona sawa. Kwa sababu ya nani? Si kwa sababu ya uzuri wetu, ni kwa sababu ya Kristo. Katika Kristo tumefanywa wenye haki. Katika Kristo yeye amefanyika utakatifu. So katika Kristo wewe ni title yako, wewe ni mtakatifu. That is your identity. Katika Kristo wewe ni mtakatifu. So when you pray, omba kama mtakatifu, omba kama mwenye haki, omba kama mwenye hekima. Ya mwisho inasema na ukombozi. So Kristo amefanyika ukombozi kwetu. Yeye ndio our redemption. Yeye ndiye ametukomboa na akatupea msamaha wa dhambi. So when you pray, pray with understanding. Umesamehewa, umekombolewa, katika yeye umekamilika. Haya yote ni Mungu ameyafanya kwa sababu ya upendo wake kwa mwanadamu, sio kwa sababu ya uzuri wa mwanadamu. It is a gift we have received. Bwana Yesu asifiwe. It is a gift we have received. Na tukijua ukweli huu, maisha yetu itachange. Tutaanza kuomba na understanding. Tutaanza kuomba na understanding. Hata kuimba nyimbo zenye tunaimba, tutaimba na understanding. Hata imba nyimbo tu, zinapaswa hata zile nyimbo tunaimba zinaleta utukufu kwa nani? Zinaleta utukufu kwa Yesu. Hatuimbi tu, tunaimba nyimbo ambazo ziko na revelation. Revelation ya nani? Ya Christ. Hallelujah. The way tunaabudu ina change because tunaelewa who we are. So kupea Mungu sifa ya ukweli ni kumjua Kristo. Kuomba vizuri ni kumjua Kristo. Hallelujah. Hautakaa ukisomea Mungu, shuka hapa, sitoki hapa, usiposhuka siendi, na hata baada ya dakika mbili ulienda. Kwa nini watu hufanya hivyo? They lack knowledge. Hallelujah. Ukielewa Mungu hautakaa ukimsomea. Tenda ndio nijue wewe ni Bwana. Hata asipotenda bado yeye ni Bwana. Ulimkuta na utamwacha.
He is God eternal, Alpha and Omega. Bwana asifiwe. So the more tunamjua Kristo, hata the way tunaongelesha Mungu inabadilika. Kama tu mtoto wako akija kuongelesha, huwa anakuja vizuri na respect. So pia sisi tunapomjua Kristo, the way tunazungumza inabadilika. The way tunarelate na wanadamu wengine inabadilika. Hatutafungua kinywa chetu tulaani watu. Maana hakuna mahali tunaona Yesu alilaani mtu. Haleluya. Hakuna mahali katika maandiko Yesu alifungua kinywa akalaani mtu. Hakuna. Alibariki hata wale wabaya. So, na sisi pia tunapomjua Yesu, hatutalaani mtu, hatutaua watu na vinywa vyetu, hatutatisha watu. Umecheza na mimi, utajua ule Mungu naomba huwa achezewe. Hiyo ni vitisho. Imagine kama Yesu angetisha watu hivyo, wokovu tungepata wapi? Kuna wakati Yesu alikuja kushikwa katika bustani ya Edeni. Alikuja na Judas, alikuja na wale wazee wengine kumshika Yesu. Judas amewaambia yule ndabusu ndio yeye. Petero alipoona hapa si kuzuri, alichomoa upanga, akakata sikio la mtu. Alikata sikio, ikaenda chini. Akaambia watu msicheze na huyu jamaa, mtawamaliza. Yesu alimwambia nini? Yesu angewaambia alright, you guys toeni zenu, endeleeni, fight for me. Hapana, aliambia Petero rudisha upanga mahali. Akachukua sikio lenye limekatwa, akalirudisha. Hii ndio moyo wa Mkristo. Yes. Hey, hallelujah. Alichukua sikio akaliattach na akawaambia fanyeni kile kimewaleta. He never killed anyone. Akaambia Petero, nikitaka sihitaji nyinyi mnipiganie. Nikitaka naweza itisha tu mbinguni saa hii na ndatumiwa legioni 12. Malaika sijui 1000 ngapi. Na hapa sasa hii kazi itakamilika. Lakini nikifanya hivyo nyinyi mtaokoka vipi? So he sacrifice. So Mkristo, the more unajifunza kwa Yesu, utakuwa na qualities, characters, behaviors kama za nani? Kama za Yesu. Wakikutusi unasema haleluya, mimi si mjinga, mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Wakikulaani unasema mimi ni mbarikiwa. Wewe unaelewa maandiko? Ukiambiwa hautafanikiwa unasema maandiko yanasema mimi nitakuwa juu, sitakuwa chini. Mimi ni kichwa, mimi si mkia. Yaani kukuwa safe kwa hiyo ulimwengu, jielewe katika maandiko. Madhiaka zitakuwa, makwazo yatakuwa, opposition itakuwepo, lakini wewe don't fix your eyes kwa adui. Fix your eyes on Jesus. Don't fix your eyes on demons. Don't fix your eyes on Satan. Kuna watu tumefix mawazo kwa shetani, mpaka maombi yetu imejaa tu shetani. Ukiambia mtu aombe, shukuru Mungu, anaanza Baba asante. Anachange, anaanza shetani na kufunja, shetani na kushika. Unamshikia wapi? Shetani na kukata, unamkata na nini? Shetani na kuchoma. Sio biashara yako kuchoma shetani. Bwana Yesu asifiwe. Biashara yako ni kuelewa mamlaka yenye umepewa na kumwambia shetani kaa mbali na hapa. Sio kumkata, kumchoma, hiyo yote si Biblia. Maandiko inakuambia wewe umepewa mamlaka juu ya nani? So kazi yako ni kuexercise authority. Sio kufix mawazo kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuchange mawazo. Fix mawazo kwa nani? Wacha nisome scripture moja then I finish. Hebrews chapter 12 verse 2. Waebrania 12 mstari wa 2. Inasema tukimtazama Yesu. Tukimtazama nani? Kiingereza inaweka mzuri, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani. So macho yetu haiko fixed kwa shetani, macho yetu haiko fixed kwa ibilisi, kwa adui, kwa mapepo, kwa magonjwa. Kwa wale wanatufanyia mambo kinyume na sisi, macho yetu yako fixed kwa nani? Kwa Yesu.
Na the more macho yako yako fixed kwa Yesu, hata hizi za ulimwengu huwa zinabadilika. Somewhere in Proverbs inasema njia za mtu zikimpendeza Mungu, huwa anafanya hata kuwe na amani kati yake na nani? Sasa wewe focus si kwa adui, focus ni kwa Yesu. Na the more una focus kwa Yesu, hata adui atabadilika. Hey, hallelujah. Overcome maovu kwa mazuri. Overcome adui kwa kutenda nini? Hiyo ndio asili ya Mkristo. Not to kill, not to curse, sio kulaani, kubariki hata wale wabaya. Bwana Yesu asifiwe. So tunaomba na understanding. Tunakomesha kazi ya ibilisi, yes, lakini focus yetu si kwa ibilisi. Focus yetu ni kuutangaza uzuri wa nani? Jana nilisoma John 1. Tunaambiwa John 1 kusoma inaanza hapo, inasema hapo mwanzo palikuwa neno, neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa ni Mungu. Alafu tunaambiwa huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Katika yeye ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 5. Nayo nuru yang'aa gizani. So wewe ni nuru. Waefeso 5 mstari wa 8 inasema zamani mlikuwa giza, sasa wewe ni nuru. Sasa ishi kama mwana wa. So kama kuna giza, wewe angaza. Giza itafanya nini? Listen. Ukienda kwa nyumba yako jioni na kuna giza, what do you do? Unafunga macho na unaanza, Baba katika jina la Yesu, giza limeingia sasa, anza kwenda. Utaanza maombi, unaanza kukemea giza. Giza na kukemea, enda in Jesus name. Ukifungua macho ni giza, ninaita malaika, ondosha hii giza. Ukifungua macho, giza bado. What do you do? Giza iende. Switch on the light. Una switch on the light, automatically darkness itaenda, disappear. Wewe ni nuru, angaza. Giza itafanya nini? Mahali nuru iko, ibilisi hawezi kaa hapo. Hello? Mahali nuru iko, shetani hawezi kaa pale, atakwenda. So wewe ni nuru, elewa wewe ni nini? Mimi ni nuru. Simame kwa miguu yetu. Mimi ni nuru. Wewe ni nuru. Kama nuru, angaza. Shine. Angaza. Na ukiangaza, giza haitaambiwa iende, automatically itadisappear in the name of Jesus. Fungua kinywa, mshukuru Bwana. Asante Yesu, maana katika wewe mimi ni nuru. Katika wewe mimi ni mwana. Katika wewe nimebarikiwa. Katika wewe ninajielewa. Katika wewe ninajijua. Ninajua mimi ni nani. Ninajua kitambulisho changu. In the name of Jesus. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana wewe ni mzuri. Asante kwa yote tunaona umetufanyia. Kukujua wewe ni kumjua Mungu. Asante maana tunakuwa katika ufahamu wako na tunakuwa katika ufahamu wa Mungu. Asante kwa mazuri unafanya. Asante kwa yote umeweka ndani mwetu. Maisha yetu yanabadilika kila siku kwa sababu ya uzuri wa kukujua wewe. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa wasikilizaji wote, na wanenea mazuri jioni hii, afternoon hii, na nena baraka kwao, na nena maendeleo, na nena ufanisi katika jina la Yesu. Asante kwa sababu unatenda mema, maana popote ulienda ulitenda mema. Asante Yesu, tunakushukuru katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Asanteni sana. Tutane jioni saa 11. Mungu awabariki sana. Amen. Mchana tulikuwa tunaona ama wale tulikuwa tumefundishana kwamba kumjua Mungu ni kumjua Yesu. Kumjua Mungu ni kumjua Yesu, ama kumjua Yesu ni kumjua Mungu. Hakuna shortcut ya kufikia Mungu kama sio katika Kristo Yesu. Na pia kaeleza ya kwamba
kujielewa wewe ni kumjua Yesu. The more unamjua Kristo, unajua identity yako. Maana katika Kristo ndio identity ya Mkristo inafunuliwa. So hakuna kujielewa wewe pasipo kumjua nani? Kristo. Maana katika yeye ndio tumeokolewa, katika yeye ndio tumepokea msamaha wa dhambi, katika yeye ndio tumefanywa wana wa Mungu. Amen. Kwa hivyo asili ya Mkristo ni kumjua Kristo. Na jioni hii nataka tusome katika Romans chapter 1 verse 16. Warumi sura ya kwanza kuanzia mstari wa 16. Bible inasema kwa Kiswahili, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Mwandishi ambaye ni Paulo anatuambia hapa katika hiki kitabu ambacho aliandika kwa waumini waliokuwa Rumi, anasema sionei haya Injili. I am not ashamed of the gospel of Christ. Nataka unote hiyo. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Gospel si gospel kama haiongei habari za Kristo. Praise the Lord. Yeyote ambaye analeta injili lazima hiyo injili iwe inaongea habari za nani? Za Kristo. So injili sio injili kama haimuleti ama haimfunui ama haimuonyeshi Kristo. For someone kuonyesha kwamba ako anahubiri injili, lazima ikuwe ina reveal Kristo kwetu. Na Paulo anasema sionei haya injili ya Kristo, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. So the gospel is the power of God unto salvation. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. So gospel ya Christ ina contain power ya kusave. Injili ya Kristo ndani mwake iko na nguvu ya kuokoa, iko na nguvu ya kuponya. So once mtu amekaa chini na anasikiliza habari njema, lazima kuna kitu hiyo kinafanyika katika mawazo yake. Kuna mageuzi yake yanafanyika katika mawazo yake, maana injili inamreveal Kristo. Mstari wa 17 unasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. For therein, ndani mwa injili nini inafunuliwa? Haki ya Mungu inadhihirishwa ama inafunuliwa toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. So the gospel, there are many gospels. Leo hii katika ulimwengu ambao tunaishi kuna injili aina mingi, lakini ni injili moja tu inaweza leta wokovu, na ni injili moja tu inaweza leta ukombozi, ni injili moja tu inaweza leta uponyaji, na sio nyingine. Ni injili ya nani? Ya Kristo. So injili yetu ambayo tunaihubiri ina rotate ama inazungukia Kristo. So ni Kristo tunamhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni Kristo tunamhubiri, maana katika Kristo ndio tunajifahamu, katika Kristo ndio tunamjua Mungu, katika Kristo ndio tunawekwa huru. So injili ambayo sisi tunaihubiri ni injili ambayo inamzungumzia Yesu peke yake. Ukisoma katika Wagalatia, the same Paul anaandika katika Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 6. Galatians 1 verse 6 anasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine. So Paul anaambia ili kanisa la Galatia, anasema na staajabu kwa sababu mnaacha upesi
Yule ambaye aliwaita vipi? Katika neema ya Kristo, na kuigeukia injili ya namna nyingine. Mstari wa 7 anasema, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. So injili ni moja, inaitwa injili ya nani? Ya Kristo. Lakini kuna watu wanaotaka kubadilisha injili ya Kristo ifanane kitu ingine. Injili ya Kristo ukiisikiliza inaweka mtu huru. Yule ambaye amefungwa akisikia injili ya Kristo anakuwa free. Yule ambaye ni mgonjwa anaposikia injili ya Kristo uponyaji unapatikana. Yule ambaye ako kwa hali yoyote ile anaposikia injili ya Kristo, injili ya Kristo inamweka huru. Amen. Ama vile pastor amesema inamfungua. Lakini tunaambiwa kuna watu wanawataabisha na wanataka kugeuza injili ya Kristo. Verse 8 anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, Paulo anasema na alaaniwe. Ikiwa sisi, Paulo anasema ikiwa sisi au malaika wa mbinguni aje akuhubiria injili nyingine kando na ile wewe umesikia, basi na huyo mtu afanye nini? Alaaniwe. Inamaanisha wewe kama Mkristo, you should be on the alert. Unapaswa kuwa makini, unapaswa kuwa macho. Ni injili gani unapokea? Does it set you free or does it enslave you? Because injili ya Kristo haitakuweka katika kifungo. Injili ya Kristo itakuweka huru. Where the gospel of Christ is preached, there is freedom. Now, katika kitabu ya 2 Corinthians inasema katika verse number 17, 2 Corinthians chapter 3 verse 17, Bible inasema, basi Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah. Amen. Mahali Roho wa Bwana yupo kuna uhuru, hakuna bondage. So mahali Yesu anahubiriwa kuna freedom, watu wanakuwa free. So kuweka watu huru leo ni kuwahubiria habari njema, na habari njema hizi ni za Kristo. Maana kwa nini tunahubiri habari za Kristo? Maana yeye ndiye alikufa msalabani kwa niaba ya kila mtu. Yeye ndiye alibeba mzigo, alifanyika dhambi kwa ajili ya wanadamu, akaenda msalabani kwa ajili ya wanadamu, na akakomboa wanadamu kutoka minyororo ya giza. Amina. Wakolosai 1 mstari wa 13, Biblia inasema naye alituokoa. Kristo alituokoa na akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa nuru. So Yesu alikuja tulipokuwa gizani, tulipokuwa wenye dhambi, akatukomboa kutoka katika ufalme wa giza, na hakutuacha katika ufalme wa giza, akatubeba na akatuingiza katika ufalme wake. Amen. So mahali ulipo leo ni katika ufalme wa Kristo. Katika ufalme wa Kristo. Yes. Warumi 5 mstari wa 8, Biblia inasema Mungu aonyesha pendo lake kwetu, kwamba tukiwa bado wenye dhambi Kristo alikufa kwa ajili yetu. While we were yet sinners, tukiwa bado wenye dhambi Kristo alikufa. So hatukuwa wazuri ndio Yesu akasema I will die for them. Hatukubadilisha mienendo ndio Yesu akasema kwa sababu mmebadilika I will die for you. Hatukufanya mazuri ndio Yesu aseme kwa sababu mmefanya hiki na kile I will die for you. Hapana. Tukiwa bado wenye dhambi he died. Tukiwa bado wenye dhambi he died.
Amina. So leo tunapompokea, we receive his life. Yes. Because he gave his life for us. Na nilisema ya kwamba chochote Yesu alifanya msalabani hakufanya kwa ajili yake, alifanya kwa ajili yetu sisi sote. So the benefit is for us. Na Mungu anataka tufurahie the benefits of salvation. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tufurahie the benefits of salvation. Na ndio watu wafurahie benefits of salvation, lazima Kristo ahubiriwe. Yes. Amina. Lazima Kristo ahubiriwe. Maana Kristo akihubiriwa, tunaelewa sisi ni nani. Katika yeye tumekamilika. Yes. Katika yeye tumebarikiwa. Yes. Katika yeye, nataka unifuate mzuri, sio katika sisi na bidii yetu, ni katika yeye. Ini hii ndio tunajijua. Bila Kristo hatuwezi tukajijua, lakini katika yeye tunajielewa. Maana kitambulisho chetu ni katika nani? Kristo. So hakuna bidii wewe unaweza fanya ukaqualify kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu in fact ni gift. Neema is a gift. Something you didn't work for. Kwa Efeso chapter 2 verse 8, Bible inasema mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Tumeokolewa vipi? Kwa neema, kwa njia ya imani. Wala hii haitokani na nafsi yenu, ni kipawa. Amina. So neema ni nini? Ni kipawa. Something we don't merit. Ama kitu ambacho hatustahili, hatukuqualify. Tulipewa bure as a free gift. So I want you to understand, katika Kristo Yesu umepokea kila kitu as a free gift. Amina. Kama zawadi. Wewe hukufanya bidii ndio Mungu akasema receive. No. Haikutokana na your own works. No. Ilitokana na the works of Christ. Yes. Haikutokana na bidii yako. Ilitokana na bidii ya nani? Ya Kristo. Na wokovu sio kazi yetu. Katika kitabu kinaitwa Titus 3 verse 5 inasema, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. So wokovu hatujapokea kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake. Unaona tofauti? Haijatokana na matendo yetu, haijatokana na bidii. Mungu hajaangalia jasho yenye umemwaga ndiye aseme kwa sababu umemwaga hii jasho pokea. Haijatokana na sisi, haijatokana na bidii yako. Imetokana na nani? Na rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. So wokovu ama haya yote tunaongelea hapa hatujayapata kwa sababu ya bidii yetu. Na kama umenifuata tangu Jumatatu, nimekuwa nikijaribu kuonyesha, wacha kuendea Mungu na bidii yako. Endea Mungu na kile Yesu amefanya. Amen. Listen. Kama unataka kufurahia wokovu chini ya jua, usiapproach Mungu na kile wewe umefanya. Huyo ni muumini wa Agano Kale. Ndiye alikuwa ana approach Mungu na kile yeye amefanya. Baba, ona nimesamee fulani, kwa hivyo wewe pia nisamee. Maana sala ya Bwana inasema nisamee vile na mimi nimesamee. Ukija kwa Agano Jipya, hatusamei watu ndio Mungu atusamee. Tunasamea watu maana tayari tumekwisha samehewa. Wacha tujipitishe kimaandiko. Waefeso chapter 4 verse 32. Waefeso 4 mstari wa 32 inasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Unaona tofauti? Msameheane sio ndio Mungu awasamehe. Msameheane kama vile Mungu amewasamehe. So kuna change. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokufa msalabani na akafufuka, mambo yamechange. Sasa haianzi na wewe ndio Mungu aingilie. No. Inaanza na Mungu ndio sisi tuingie pale. Amen.
This is the gospel of Christ. Inaanza na Kristo, then we come in. Unasikia inasema samehea, maana wewe pia Mungu amekusamehe. So hausamehi alafu ukuje uambie Mungu, unaona vile nimesamehe fulani. Huyo ni muumini wa wapi? Agano Kale ndio ilikuwa ya performance, ya matendo. Unatenda ndio Mungu atende. Kwa Agano Jipya Yesu ametenda, wewe unafurahia kile ametenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ametutendea. Sasa sisi tunafurahia matendo ya nani? Ya Kristo. So tukiomba tunaomba na ujasiri tukijua katika Kristo mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni Kristo. So tunaomba katika Kristo. Bwana asante maana katika Kristo nimesamehewa. Asante maana katika Kristo nimebarikiwa. Asante maana katika Kristo nimekombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikombolewi maana nilitoa ng'ombe. Sikombolewi maana nililipa pesa. Sikombolewi maana ya kitu chochote nimeleta. Nimekombolewa kwa damu ya Kristo. Damu ya Kristo ndio imetukomboa. So mtu hahitaji kulipa chochote ndio benefit kwa vitu za Mungu. Listen. In the new covenant, the things of God are not for sale. Katika Agano Jipya mambo ya Mungu hatuuzi. Hayafanyiwi biashara. Hello. Mambo ya Mungu haifanyiwi biashara. So mtu akikwambia haya mafuta ni ya shilingi 5,000. Na haya mafuta ukienda uapply kwa biashara yako ita explode. Hiyo ni uchawi unauziwa. Hiyo si Mungu. Sema hiyo. Maana Mungu hayuko kwa mafuta, hayuko kwa chupa. Mchana tumeonyesha Mungu ako wapi? Amefanya makao ndani ya mtu. 1 Corinthians 6:19. Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Sikiliza Wagalatia vile inasema. Wagalatia 2 mstari wa 20. Galatians chapter 2 verse 20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena. Nimesulubiwa na nani? So chochote Yesu alipitia nilipitia na yeye. Alipokufa nilikufa na yeye. Alipoamuka nimeamuka na yeye. Mahali ameketi nimeketi na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ameketi nimeketi na yeye. Vile alivyo ndivyo nilivyo. Amina. Haleluya. Vile Yesu alivyo ndivyo wewe ulivyo. Ni mbarikiwa, wewe ni mbarikiwa. Ako na power, maana wewe ni mrithi pamoja. So chochote ako nacho uko nacho. So nilisema mchana na narudia, power hauendi kutafuta milimani, power hauendi kutafuta kwa mtu, power hauziwi na mtu. Power ilikuja ulipomwamini Kristo, imefanya makao ndani yako. Maana power ya Mungu ni Kristo. Yes. Amen. Power ya Mungu ni nani? Ni Yesu Kristo. Okay, so anasema hapa nimesulubiwa naye, lakini ni hai na si mimi tena, bali ni nani? Bali Kristo yu hai nje yangu. Ndani yangu. Yu hai ndani yangu. Ndani yangu. Amen. Yu hai wapi? Ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni Kristo yu hai wapi? Ndani yangu. Na hata uhai nilio nao kwa mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu. So hata maisha ninayoishi kwa mwili ninaishi kwa imani ya nani? Sio imani yangu, imani ya Kristo. Amen. So kila kitu wewe kama Mkristo umepewa na nani? Na Kristo. Kristo amekupea everything. So we don't buy. Gospel of Christ haikuambii ulipe ndio upokee. Gospel of Christ tumepewa bure, tunaipeana bure. Aliambia wanafunzi wake, let's read this. Matthew chapter 10. Yeyote atakuja kukuuzia vitu za Mungu, kataana na hiyo.
Mambo ya Mungu hayauzwi. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Vitu za Mungu haziuzwi. However much mtu anaweza toa, haiwezi compare anything from God because haziuzwi. Unasikia hapa Yesu anaambia wanafunzi wake Matthew chapter 10 verse 7. Anasema, na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Hiyo ndio ilikuwa injili ya wanafunzi. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Leo sisi hatuhubiri ufalme wa mbinguni umekaribia. Leo sisi tunahubiri Yesu amekuja, ufalme umekuja, tuko ndani yake, iko ndani mwetu. Colossians 1:13 nimekota sahihi. Inasema alituokoa ufalme wa giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wake. So ni wapi leo tuko? Ndani ya ufalme wa nani? Wa Kristo. So injili yetu si ya kuambia watu ufalme umekaribia. Injili yetu ni ya kuambia watu ingieni katika hii ufalme. Na watu wanaingia aje kwa hii ufalme? Kwa kumwamini Kristo Yesu. Mstari wa 8 anasema pozeni wagonjwa. So anawaambia mnapoenda ponya wagonjwa. Amen. So wagonjwa wapone. Fufueni wafu. Imagine Yesu alisema fufueni wafu. Fufueni wafu. Hii power tuko nayo ama hatuna? Tuko nayo. Yesu anasema fufueni wafu. Anasema takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Mmepata bure, lipisheni. Mmepata bure, toeni bure. Bwana Yesu asifiwe. So wewe umepewa bure na wewe pia unapeana bure. Siambii mtu ndio nikuombe mambo yako ikwende vizuri. Kuja na sadaka nono, hiyo ni wizi. Hiyo ni wizi. Kuja na bahasha nono. Kuja na sadaka mzuri yenye tatingiza mbingu. Wacha nikuambie sadaka yenye tatingiza mbingu ni ya Kristo pekee. Yesu mwenyewe. Haleluya. Amina. Ya Yesu Kristo pekee ndio ilitingiza mbingu. Pesa haiwezi tingiza mbingu. Haleluya. Ng'ombe haiwezi tingiza mbingu. Gari ama hata ndege ama chombo ama anything valuable unaweza toa haiwezi tingiza mbingu. Ni sadaka ya Yesu pekee ilitingiza mbingu. Jana tulisoma katika Mathayo 17 ambapo Yesu alikuwa mlimani na wanafunzi watatu. Peter, James and John. Mbele yao akabadilishwa sura. Musa na Elia wakaonekana wakizungumza naye. Petro akasema, ni vizuri tuko hapa. Ukitaka tutafanya vibanda vitatu. Moja yako, moja ya Elia, moja ya Musa. Mara hiyo wingu likafunika. Sauti kutoka wingu ikasema, huyu ndiye mwanangu. Haikusema hawa. Ilisema huyu. Ilikuwa specific. Huyu ndiye mwanangu mpendwa ambaye anipendezaye mimi. Sikilizeni huyu. Mungu anapendezwa na Kristo pekee. Na nilikwambia kumpendeza Mungu ni kumwendea Mungu katika Kristo. Kupendeza Mungu ni kuamini Kristo. Once unaendea Mungu in Christ, God is pleased. Na mimi nakwambia hapa, wewe ambaye unamwamini Kristo Yesu, God is pleased with you. Amen. Because you are in Christ Jesus. Yes. Without doing anything. Yesu pale Mungu akisema hivyo, hakuna kitu nzuri Yesu alikuwa amefanya ndio Mungu aseme ninapendezwa na wewe. Kwa sababu tu yeye ni Yesu, Mungu anasema I am pleased with you. Na anasema listen to him, not listen to them. So Mungu anaweka distinction. Ministry ya Musa, ministry ya Torati, ministry ya Agano la Kale ilikamilika katika nani? Kristo. So wewe leo hauko chini ya huduma ya Musa. Hauko chini ya huduma ya laana. Hauko chini ya huduma ya Torati. Wewe uko chini ya huduma ya Kristo. Yesu mwenyewe aliitimiza Torati. Mathayo 5:17 Yesu anasema msidhani kuwa nalikuja kutangua Torati na manabii. Si kuja kutangua bali nimekuja kutimiza. So katika yeye Torati na manabii imetimia. So kile Torati ilitaka Yesu ndiye amefulfill. Na kile manabii walitabiri Yesu ndiye amefulfill.
ndio unasikia Mungu anasema sasa kwa hii covenant ni Yesu tunamsikiliza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye analeta uhuru kwetu ni Kristo Yesu. So the things of God are not for sale. They are given freely. Ukisoma katika kitabu ya 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians, Wakorintho wa pili tuacha tusome kuanzia mstari wa kwanza. Anasema kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Hatuchanganyi neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Mstari wa 3, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. If the gospel is hid, it is hid to them that are perishing. Kwa wale wanapotea. Mstari wa 4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Mungu wa dunia amefanya nini? Amepofusha. Has blinded their minds. Amepofusha mawazo yao, fikra zao, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura ya nani? Ya Mungu. So sura ya Mungu ni nani? Yes. Ni Kristo. Mstari wa 5 anasema kwa maana hatujihubiri wenyewe. No. Sisi hatujihubiri. Mhubiri wa Agano Jipya hajihubiri yeye, anamhubiri Kristo. Amina. Focus yake si kwake, anapeleka watu wamuone nani? Kristo. So sisi si ndio tunajiinua watu watuabudu? Hapana, tunapotea. John anasema 3:30, napungua ili Kristo aongezeke. Napungua, mimi napotea, nani aonekane? So inapaswa wakati nahudumia watu wasione Obed, waone Yesu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Mhuduma wa injili anapohudumu watu wasimuone yeye, waone nani? Yes. Waone Yesu. Wewe una decrease, Yesu ana increase. Yule anaonekana ni Yesu. Utukufu na sifa zinamwendea Yesu. Glory to Jesus. Amen. So anasema hapa hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. So anaweka tofauti. Yule tunahubiri ni Kristo. Yule tunahubiri ni Kristo. Sisi ni watumishi wa Kristo. So injili yetu ina rotate kwa Kristo. Lakini kuna watu Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, ndio nuru ya injili isiwazukie. Listen. Kwa nini Ibilisi hataki tumjue Yesu? Kwa nini shetani hataki watu wamjue Yesu? Ikifika kwa ukweli, afadhali Ibilisi ape watu shughuli, wasikuje wakae chini wasikie ukweli. Kwa sababu anataka aendelee kuwagandamiza, kuwasumbua, aendelee kuwatesa, aendelee kuwanyanyasa. Tuendelee kuinamia miungu ambayo haifai. Tuendelee kwenda kwa waganga na wasali. Tuendelee kufanya vitu yenye haiwezi tusaidia. Kwa sababu shetani anajua tukijua ukweli, ukweli itatuweka huru. Na hatapata nafasi ya kututesa, hatapata nafasi ya kutugandamiza. So lazima atupofushe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakimbizana na vitu yenye wezi ikatusaidia. Tunafuata vitu ambayo imetufanya mateka.
Na Paulo anasema kuna watu wanapotosha injili ya nani? Ya Kristo. Listen to me. Once gospel ya Kristo imeingizwa kitu kingine pale, imegeuka kuwa injili ya nani? Ya Kristo. Once mtu anakuambia hii ni injili ya Kristo, lakini anakuambia ndio mambo yako ifaulu, fanya hii na kile, toa hiki na kile, hapo anapotosha nini? Injili ya Kristo. Injili ya Kristo haikulipishi ndio upokee. Injili ya Kristo haina price tag. It is freely given. Na sisi pia tunatoa, tunapeana freely. Mtu akibarikiwa na hiyo injili anaweza give. Yes. You give after, not before. Hallelujah. Amen. Ukisikia neno imekubariki, unakuja unashiriki. Lakini si ushiriki ndio ubarikiwe. Ukisikia injili imekubariki, unasema haleluya. Hiyo ni powerful. Pesa inapoteza dhamana kama Zakayo. Wakati aliencounter Yesu, alisema mali yangu napeana maskini. Na kama nimeibia mtu, narudisha mara 4. Maana amepata kitu cha dhamana. Hakuna kitu cha dhamana kama kumjua Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumjua Yesu itafanya ulale usiku mzima na amani. Lakini ukiwa na pesa mingi za wengine ulali, unawaza kama pesa yako iko salama. Unawaza kama nani anakuibia, unapiga calculation, watu wako na stress, wanaumia akili, wanaumia mawazo kwa maana wameweka imani yao kwa vitu inayopita. Vitu inayopita haina dhamana. Wewe weka imani kwa Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Macho yetu tumeyaweka, tunamtazamia nani? Tunamtazamia Kristo. Na maana Kristo ametuweka huru. Amina. Unaposoma kitabu ya Matendo ya Mitume, katika Matendo ya Mitume chapter 8, historia ambayo inaongelea Philip alienda kuhubiri Samaria. Ukisoma Acts chapter 8 mstari wa 5, Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. And preached Christ unto them. Nataka unoti hiyo. Alienda akafanya nini? Hakuenda kujihubiri yeye. Alienda akamhubiri Kristo. Na watu na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ukawa furaha kubwa katika mji ule. So ukawa na furaha kuu katika mji wa Samaria. Alafu tunaambiwa mstari wa 9, na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule. Kulikuwa na nani? Simoni. Na Simoni alikuwa anafanya nini? Uchawi. So hata katika mji wa Kitale kunao wenye wanafanya nini? Uchawi. Kunao wenye wanafanya uchawi. Na tunaambiwa huyu Simoni alikuwa anafanya uchawi katika ule mji, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. So watu walikuwa wanamheshimu Simoni, maana walikuwa wanamuona kama yeye ndiye mtu mkubwa. Walikuwa hawajawahi encounter, hawajawahi shuhudia power ya nani? Ya Mungu. So ile walikuwa wanajua ni ya Simon mchawi. Walikuwa wanajua power ya Simon mchawi. Kuna watu hata leo wanajua power ya waganga, power ya wachawi, power ya wasali, power ya chupa, power ya chumvi, power ya maji. Haleluya. Watu wanajua power ya vitu, wamekataa kujua power ya Mungu. Na power ya Mungu inapatikana tu katika Kristo. So walikuwa wanashangazwa na Simoni, lakini haleluya, mstari wa 10, wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. So walikuwa wanaona Simoni yeye ndiyo uweza wa nani? Walikuwa wanaona hii power ya Simon, hii ndio power ya Mungu, kwa sababu hawajawahi experience power nyingine. Lakini katika mji wa Kitale tunahubiri power ya Kristo. Power
nguvu, waganga hawana nguvu, mafuta haina nguvu, mchanga haina nguvu, chumvi haina nguvu, vitambaa haina nguvu. Mwenye nguvu ni Kristo. Aliye na Kristo ako na nguvu. Sema hiyo. Aliye na Kristo huyo ndiye ako na nguvu. Shetani akikuona anastuka. Shetani haogopi vitu vingine, anaogopa mtu ambaye anaelewa yeye amebeba nani? Kristo. Na ndio maana shetani hataki tumjue Kristo, ndio aendelee kutugandamiza. So utaambiwa hii ni mafuta imeombewa South Africa, imeombewa siku 40. Hii ukiapply kwa shida yako itakuwa unauziwa 10,000. Unaenda una apply, hali zako badala zikuwe mzuri zinakuwa mbaya zaidi. Kwa maana mafuta ya South Africa hata kama ni ya Israel ama imetoka mbinguni kwenyewe, as long as ni mafuta haina power. Power inatoka tu katika nani? Kristo. Amina. Haleluya. Amen. So lazima tujitenge na vitu, tuamini nani? Yesu. Tujitenge na vitu. Wewe ujue wewe mwenyewe ndio container. Ukitembea hivi power inatembea. Yes. Ukitembea hivi anointing inatembea. Yes. Maana anointing si chupa. No. Leo tulisema mchana, anointing si chupa. Sio kale kachupa kama mafuta. Ndio unasema haka ni anointing. Shetani usicheze na mimi. Niko na anointing. Anointing si chupa. Anointing ni Kristo ambaye umebeba ndani yako. Haleluya. Sema hiyo. Maana 1 John 4:4 inasema aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye wapi? Aliye ndani mwetu. So wewe ndio chupa, wewe ndio container, wewe ndio umebeba Yesu. Yesu anakaa ndani mwako na utajiri wote wa Mungu unakaa ndani yako. Haleluya. So ukitembea hivyo uko fully complete. Amina. Uko full, uko sawa. Ukihitajika power you release. Ukihitajika uponyaji you release. Yes. Ukihitajika miujiza you release. Yes. Because zote ziko wapi? In you. Hautaanza kusema lazima niende kwa my prophet. Your prophet is Jesus. Hallelujah. Hautasema acha nitafute my broker. Unajua? Leo hii hatuhitaji brokers ndio tufikie Mungu. The only man anasimama kati yetu na Mungu ni Christ. Na huyo ndio tunaendea tukiendea nani? Mungu. Not any other media. Kweli. Hatuendi through any other person. So mtu akikwambia nitakuombea, wewe tutoa, nitakuombea mambo yako yende salama. Ameamua kuwa broker, anasukuma Yesu kwa ofisi yake, anachukua hiyo ofisi. Anytime unajaribu kuact kama wewe ndio mediator kati ya Mungu na watu, umechukua role ya nani? Ya Christ. Kazi yetu si kuact kama sisi ndio tunapatanisha watu na Mungu. Kazi yetu ni kuelekeza watu kwa nani? Amini Yesu. Ukiamini Yesu, mambo iko sawa. So wewe ni mjumbe wa nani? So Bwana Yesu asifiwe. Ni kama watu wenye wanafanya kazi na Safaricom ama Airtel ama kampuni yoyote ile, Coca-Cola, akienda kuongea anaongea ana represent hiyo kampuni. Hello, ana represent the company, anawakilisha hiyo kampuni. So haendi kujifanya yeye ndio mwenyewe. Anaelekeza watu wapi? Anasema kampuni yetu, enda hapa, ingia hapa, ingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiingia pale utasaidika. So sisi pia ni kuelekeza watu kwa nani? Kwa Yesu. Tunaelekeza watu kwa Yesu. The more tunaelekeza watu kwa Yesu, watu wanapata msaada, watu wanafaidika. So katika mji wa Samaria kulikuwa na mchawi. Alikuwa ametisha watu. Watu walikuwa wanamheshimu, watu walikuwa wanamuamini. Walikuwa wanafanya mambo, alikuwa anafanya hata ishara. So wachawi wanaweza fanya ishara, wanaweza fanya mambo makubwa, lakini unapaswa ukuwe so keen uone kama ni Mungu ama si Mungu. Na leo hii kuna wachawi wameacha kufanya uchawi msituni.
wamenunua suti, wamenunua mashanga mzuri, wamejenga mijengo mikubwa. Haleluya. Wametoka msituni, sasa wamekuja wapi? Wamejenga mahekalu, wanajifanya ni wahubiri wa Mungu, lakini ukisikiza mambo wanaongea pale, hakuna Mungu ndani, hakuna Kristo ndani. Wanaelekeza watu sehemu yenye ifai. Kazi yao ni kusema tuma, tuma, tuma. Vile inaingia muujiza inaingia, vile inaingia muujiza inaingia, vile inaingia. Ni wakora. Wametafuta style ya kupotosha watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa manufaa yao wenyewe, na watu wanapotoshwa kwa sababu hawajijui. So ilikuwa kama huyu mchawi Simoni, na mstari wa 11 wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Alikuwa amewashangaza muda mrefu kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo, haleluya. Walipomwamini Filipo, Simon alipoteza kazi. Walipomwamini Filipo, kazi ya Simon ikaisha. Time imefika kanisa la Kristo lisimame. Yes. Kazi ya wachawi ikwishe. Yes. Kazi ya waganga imalizike. Yes. Wale wanadanganya watu ifike mwisho. Yes. It is the time for the church to rise up. Amen. Hallelujah. Amen. Ni wakati wa kanisa kuinuka na kuhubiri ukweli wa Kristo, na watu waekwe huru wale wameteswa. Kwa sababu tunaambiwa walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Ona verse 12. Hata verse 13 inasema na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa. Yes. Hata Simoni, hata mchawi aliamini na yeye akafanya nini? Sasa wapendwa, nisikilize. Hatuombi wachawi wakufe. Tunaomba hata wao wakuje kwa hii nuru ya Kristo. Haleluya. Hatuombi wachawi wakufe. Tunaomba hata na wao wasikie hii habari njema na wakuje kwa hii nuru inapatikana katika nani? Kristo. Katika Kristo. Simon alibadilika. So mnapoomba msiuwe wachawi. Pia hao ni watu. Mungu anawapenda. Hey, hallelujah. When you pray, don't kill them. I know there are people wakiomba wanaua wachawi. Wachawi wakufe. Wachawi wakufe. Jameni, hii covenant tuko ndani, hatuui wachawi. Tunaomba hata na wao wasikie habari njema na wampokee Kristo Yesu, wafanyike watoto wa Mungu. That is our prayer. Hallelujah. Hallelujah. So wahubiri mnapoomba, jameni, msiue wachawi. Yes. Don't kill them. Old Testament ilikuwa inasema mchawi asiruhusiwe kuishi. Lakini New Testament hata wachawi Simon anaokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Hata wachawi wanaokolewa. Wachawi waokolewe. Yes. Waganga waokolewe. Hao wote wenye wanadanganya watu waokolewe. Wakuje kwa nuru iliyo katika Kristo. Wakuje kwa hii nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So don't kill people. Usiseme utajua ule Mungu mimi naomba hachezewi. No. Mtaona mambo yenye Mungu atawafanyia. Mungu wetu si wa kuua watu leo. Mungu wetu katika Kristo Yesu haui watu. Haui. Kama angekuwa anaua watu tungeona Yesu akiua watu. Kweli. Lakini Yesu alisamea hata wale wabaya zaidi. Hata waliomweka msalabani alisema Baba wasamee. Hakusema Baba waue. Watendee wajue wamecheza na mwana yako. Hapana. Aliomba akasema Baba wasamee maana hawajui. Na wewe pia kama uko na maadui. By the way, listen to me. Adui yetu si nyama na damu. Adui yetu si jirani yako. Adui yetu si ule pastor. No. Adui yetu si ule mama. No. Adui yetu ni mmoja, Ibilisi. Yes. Maana Waefeso 6 inasema hapo ukisoma kuanzia 10, vita vyetu si vya nyama na damu. No. Vita vyetu si vya
na watu wako na nyama na nini. So ukiona jirani mnapitana, usiseme okay, kumbe wewe ndio adui. Ujue huyo si ndiye adui. Adui yako hapo nyuma. Adui yako hapo nyuma anafanya nini? Anasema adui yako hapo nyuma. Sasa wewe usidili na huyu unaona. Deal na ile force iko behind. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Deal na ile force iko wapi? Nyuma ya huyo. Iko hapo nyuma, sema you Satan. Yesu si aliambia Petero katika Mathayo 16. Petero anasema sitaruhusu uende msalabani. Yesu akasema get behind me Satan. Haikuwa Petero ndiye anapinga Yesu asikufe. Ilikuwa ni shetani anasukuma nani? Petro. So Yesu alideal na the main source. So our enemy is not our friend. Our enemy is the devil. So ukiona jirani mnapitana, ingia kwa nyumba yako. Enda chumba chako cha siri. Ingia in the name of Jesus. Shetani wewe ndio unanikosanisha na jirani yangu. I rebuke you in the name of Jesus. Anatoka salamia jirani. Jirani habari? Mzuri mama nani? Unashindwa what happened? Shetani mwenye alikuwa anamsukuma alikwenda. Ako free. Bwana Yesu asifiwe. So our enemy is not what you see. It's a force behind. Simon akaamini, hata yeye pia akabatizwa. Akashikamana na Filipo. Akashikamana na Filipo. Wakawa timu. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayote. So wewe bwana, power yenye sisi tuko nayo, mchawi hawezi linganishwa na wewe. No. We are not afraid of wachawi. No. Because the person we carry ndani mwetu is greater. The power we have is greater. Yes. So mchawi akiweka post yake kibanda yake karibu na nyumba ya kwako, ngoa. Hapana iangalia tu. Anakuja kufanya advertisement karibu na kwako. Ngoa hiyo. Praise the Lord. Wewe advertise Kristo. Are we together? Yes. Kama unaishi mahali hapo kwa post ya stima, mganga amekuja kwa geti ya kwako, ameweka matangazo yake, mimi natibu ndoa, anatibu kupata kasi. Na wewe unapita tu unasema unapaswa kabla hata ufikirie ilienda chini. Ilienda chini maana unajua kila anasema is not true. Yeye mwenyewe ni maskini na anasema atakufanya ukuwe tajiri. Mkora. Bwana Yesu asifiwe. We should never be afraid of what Satan can do. The one we carry ndani mwetu ni mkuu. Haya, verse 14 niko namaliza. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana. So kukatumwa apostles from Jerusalem kuja Samaria kuona kazi yenye inafanyika Samaria. Peter and John waliposhuka wakawaombea. So mwanadamu ndiye anaweza shuka, Mungu huwa ashuki, anaishi. Hallelujah. Sasa tumwimbie nyimbo za kusema shuka baba shuka kutana. Anashuka from where? He is in you. Already. He is in you. Already. Atumwambii shuka. Old Testament alikuwa anaambiwa baba shuka, enda na sisi. Usipoenda na sisi hatuendi. Kwa hiyo covenant ako ndani yako. Uende ukatae ako tu. Hallelujah. Anaishi wapi? Wewe mwili yako imefanyika makao. Makao ya Mungu. Makao ya Roho Mtakatifu. So watu wa Agano Jipya tuko na revelation kwamba Mungu anakaa wapi? Ndani mwetu. Tunaomba with understanding. Tunaimba with understanding. Hatumwambii shuka baba. Tunamshukuru maana yako. So tukianza ibada hatusemi baba tunakualika kwa hii ibada. Alikuja. Kabla hapo useme na kualika, he is present. Sasa badala ya kusema na kualika, sema baba na kushukuru maana uko hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninakushukuru maana uko hapa. Yes. Asante maana unatuhudumia hapa. Yes. Asante maana unatufundisha hapa. He is present. Yes. Wacha kuambia Mungu ashuke. Yes. Unaalika uwepo ilifika. Wewe mwenyewe umebeba nini? Uwepo.
uwepo wa Mungu? Haleluya. Kama haufeel uwepo wa Mungu ni mawazo. Lakini renew mind uanze kufeel uwepo wa Mungu iko wapi? Kwa ndani mwako. Na listen to me. Tukijua uwepo wa Mungu iko ndani yetu, dhambi itakaa mbali na sisi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaenda kufanya dhambi maana tunajua sisi ni container ya Mungu. God is in us. So tuwezi peleka Mungu kwa dhambi, tuwezi peleka Mungu kwa maovu, maana sisi wenyewe ni hekalu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Haya. Waliposhuka wakaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Mstari wa 17. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Watu wa Samaria wakapokea Roho Mtakatifu. 18. Hata Simoni, hapa ndio nataka usikize. Hata Simoni, bado Simoni anaangalia hii mambo. Simoni anafuatilia. Hello? Simoni yako anafuata. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, ataka kuwapea nini? Fedha. Akasema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemweka mkono yangu apokee Roho Mtakatifu. So Simoni akadhani hii power inaweza uziwa mtu. Akaambia akina Petero, niko na pesa. I have money. Mniuzie hiyo power, niwapee nini? Niwapee pesa. What are some preachers doing today? Wanafanya tabia ya nani? Ya Simoni. Wanapewa pesa ndio wauze power ya nani? Ndio nikuombee upone, tuma. Ndio ndoto yako ifaulu, nyota yako yenye iliibiwa irudi, tuma. Nani alikwambia nyota iliibiwa? Wewe uko ndani ya Kristo. Umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Mambo yote yamekuwa mapya. Nyota yako itapotea. Iko salama. Ni ufahamu hatuna. Wema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Ni nini hatuna? Ufahamu. Once tunapata ufahamu, vipi naanza kushift? Vipi naanza kuingiana? Kitu Kristo anahitaji leo ni nini? Ufahamu ya kile Mungu amemfanyia katika Kristo. Yes. Uwezi ambia mtu niombe nijue mapenzi ya Mungu. Wewe kuwa katika ufahamu wa Kristo, utajua mapenzi ya Mungu ni nini. Haleluya. Petero akamwambia nini? Mstari wa 20, lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. So karama ya Mungu haipatikani kwa mali. Freely given, freely received. Tumepewa bure, tunaipokea bure, tunaipeana bure. Tumepewa bure, tunaipeana bure. Bwana Yesu asifiwe. I challenge all of us, wahubiri wa watumishi wa Mungu ambao tuko hapa, wacha tuhubiri habari njema ya Kristo Peke yake. Hiyo injili ndio itafungua watu, hiyo injili ndio italeta mali. Wewe hubiri nini? Kristo. Angalia hawa mitume walikuwa tu wanahubiri injili, watu wanauza mashamba wanaleta. Hawakuambiwa mpendwa, hiyo shamba yako Mungu anasema uza, ulete. Hawakushurutishwa, walisikia tu habari njema ilikuwa inahubiriwa na hawa mitume. Mtu anasema aya, what can I do? Naweza fanya nini injili? Naweza fanya nini? Injili kama hii jamani, naweza fanya nini? Anauza mali, shamba. Anasema mtumishi wa Mungu, hii nimeleta isaidie watu. Injili ndio inabadilisha watu. Sio vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Sio laana. Yesu alifanyika laana. So don't curse people, don't kill people. Jesus has set us free. Wewe hubiri the good news, na wacha good news ichange maisha ya watu, na haya mengine yatafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. I want to stop there. Na naamini kwamba Mungu ametuhudumia. Mungu ametunenea. Nataka tusimame kwa miguu yetu. And I want you to pray. I want us to, Mungu atusaidie. Tuombe ya kwamba haya maarifa ya Kristo, haya maarifa ya Kristo yasambae.
Ibilisi amefitinika, amezima stima lakini alishindwa zamani. Alishindwa zamani. Amen. Ayazuia injili kuenea. Let us pray kwamba haya maarifa ya Kristo yatasambaa katika mji huu. Ukweli huu utaweka watu huru katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante kwa yote unatenda. Asante kwa vipawa umetupa. Wokovu umetupa bure. Vipawa hivi umetupea bure, na sisi tunapeana bure katika jina la Yesu. Asante kwa watumishi wako Bwana, unawawezesha watahubiri injili hii ya Kristo, na kutakuwa na mabadiliko katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Asante hata kwa wale Ibilisi ametofusha mawazo yao Bwana, ukweli huu unapoingia ndani mwao unawaweka huru, unatia nuru na giza inapotelea mbali katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa Bwana. Asante kwa wema wako Bwana. Asante kwa viongozi wote walio hapa. Asante kwa maaskofu, wachungaji, reverends, washirika wote. Asante kwa kila mmoja Bwana. Ukweli huu ambao unaingia ndani mwetu unatuweka huru, unatufanya tuwe vichwa, unatufanya tuwe nuru kwa wengine katika jina la Yesu. Tunakuwa manukato ya kuvutia wengi kwa Yesu. Sifa na utukufu ni zako. Maisha yetu yanabadilishwa na maarifa yako. Maisha yetu yanabadilishwa na ukweli ambao umetuonyesha katika jina la Yesu. Sisi sio mateka, sisi tumewekwa huru. Sisi sio maskini, sisi ni matajiri. Sisi hatujalaaniwa, tumebarikiwa. Vile Kristo alivyo, hivyo na sisi tulivyo. Ukamilifu wote wa Mungu unafanya kazi ndani mwetu. Baba, popote kutahitajika uponyaji, tutaachilia uponyaji. Popote kutahitajika miujiza, Bwana, kwa uwezo wako tutafanya katika jina la Yesu, maana uko na sisi. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa siku hizi zote ambazo neno lako imekuwa ikihubiriwa hapa na hata kesho Bwana. Tunakushukuru maana unaleta watu wako kwa uzuri wa neno lako. Tunakupenda, tunasema asante. Asante kwa kanisa hili, asante kwa kila kiongozi. Tunanena baraka kwa maisha yao, kwa jamii zao, kwa kazi wanazofanya. Sifa na utukufu ni zako. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.